Nimefika na hapa nimemchukua baba naondoka naye. Alafu nawaambia kwamba jamani kaeni vizuri hapa na huyu mama. Akaniambia bwana tuachie na usia wako bwana, nipege mie hela asubuhi nipate cha kununua hata supu nile. Nimezee midonge yangu. Nimetoa pesa nimempa. Baada ya kumpa namsisitiza namwambiaje na kuombeni kaeni vizuri na huyu mama. Bwana wewe unatusisitiza muda wote na tupa mawaidha kwa hiki 5,000 chako. Jamani, 5,000 ndogo. Umekaa tu hapo kwenye kiti dada yangu. Bado ndani kuna vyakula nimevijaza chungu mzima. Bado hunioni. Yaani kwa kweli mwadawa mwisho wa matatizo. Jessica ibali moti na chaja. La. Anaenda kuanza maisha. Ananua vitu kidogo. Kobi si ndo changamoto yani sijui nimfanye afu ndo kaka wa kwanza kwenye familia. Natafuta simu yangu imeisha chaji. Namuuliza Taia, simu yangu imeisha chaji. Chaji iko wapi? Ananiambia sioni. Moja kwa moja yani. Akili yangu imesensi. Akili yangu imesensi. Huyu ni Kobis. Kobis wa kuiba hivi kubwa lote lile zima ukilio limepanda kule. Wa kuiba remote na TV na nini na chaji. Hana TV wala hana simu. Ameenda kuchajia nini? Aenda kumwambia mume wake kwamba anaenda kumwambia mke wake kwamba eti jamani kidogo. Nimeanza kununua vitu kidogo. Alafu sasa yuko sitting room kwangu. Amejaza karanga kwenye mfuko. Jamani jitu zima lile jamaa mwezi wa Ramadhani. Anamwambia anamlazimisha Taia aende akamchukulie juice. Bahati nzuri anapompa juice na mimi niko pale. Kubwa jinga. Bingu kulalamika. Mimi yani ya Mungu yule yani. Tukae umempa hela biashara akafanya mambo ya ovyo. Leo. Ameniomba nimesema labda yani ile nimempa kwamba ajishikize kwanza pale. Wakati huo mimi nilikuwa namuhangaikia afanye kitu kingine. Kachukua hela kaenda kale wanavyojua yeye. Karudi kafungwa yani boda kamfunga ili wafike salama. Jamani mimi sina ndugu. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza ama ungetamani kuwatazama juu ya mazuri ambao wamekuwa wakiyafanya kila kukicha. Na hivi karibuni nilikuwa na hatua ya kuweza kuwatafuta kama sio kuwatembelea wasanii wote ambao wameshiriki kunako tamthilia pendwa kabisa mitaani kwa sisi ambao tunatokea Uswahilini, tamthilia Kombolela, moja kati ya tamthilia ambazo mitaa tunafahamu vile ambavyo wanafanya kwenye uigizaji wao. Tayari tumeshafanya mahojiano na wasanii takriban kama wote. Tulibakisha wachache sana. Miongoni mwa ambao tulibakisha ni pamoja na dada yetu hapa anaitwa Chiku, moja kati ya watoto pendwa kabisa wa Mzee Kikala. Naweza nikasema ni mtoto ambaye mwenyewe tamthilia jinsi ambavyo imemchora hajakaa Kiswahili wala wanachukizwa na yale mambo ya Kiswahili. Nyundo TV tumemtafuta, tumesema ngoja tumtafute tuzungumze naye atuambie vile ambavyo ameweza kushiriki kwenye tamthilia hili. Lakini sio hilo tu. Kwa wewe ambao umetazama tamthilia Kombolela unamfahamu kwa jina la Chiku. Japo kuna wengine wanamfahamu kwa jina la Hanifa kama sikosei, sawa? Yes, wanamfahamu kwa jina la Hanifa jike la Chui, moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tasnia ya muziki, hasa muziki wa taarabu. Tayari ameshafanya nyimbo nyingi ambazo mitaani tunafahamu uwezo wake, lakini hivi karibuni kama sio hii leo ambao nazungumza na wewe, tayari nyimbo pendwa nyingine imeshatoka, inaitwa Mwanangu Kazabuti kama sikosei. Mwanangu Kazauzi, kumradhi. Mwanangu Kazauzi, moja kati ya nyimbo ambayo mimi binafsi nimesikiliza. Maudhui ambayo yapo mule ni maudhui ya utofauti kabisa. Nikasema wacha tuzungumze naye atuambie kwa nini ameweza kutunga Kazauzi. Kuna namna yote ambayo imeguswa, ameweza kuandika hii nyimbo. Kama kuna chochote ambacho tulitamani tukifahamu kutoka kwake, tunakwenda kukifahamu kuanzia maisha yake, sana yake ya uigizaji sambamba na muziki wake kwa ujumla. Twenzetu. Mdada, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mambo yanaenda kabisa? Yanaenda alhamdulillah. Sawa, mimi ni Daraja. Mimi ni moja kati ya watu ambao nauliza maswali ambayo kwa hakika mashabiki zenu wangetamani wafahamu. Nashukuru kwamba imekuwa ni tumezungushana sana, mwisho wa siku tumepatana. Watu wanatamani wamfahamu Chiku kwenye tamthilia Kombolela, watu wanatamani wamfahamu Hanifa. Tuanzie hapa.
Twende kwenye Kombolela. Jina la Chiku ambalo umetumia kwenye tamthilia Kombolela ndio jina lako ama kuna jina lingine ambalo wazazi walikugea? Mimi jina langu hasa naitwa Hanifa Maulid. Ndio jina langu la wazazi wangu walionipa. Kwenye Kombolela Chiku, Mama Taia, Mama Akida, mke halali wa Dr. Abbas. Ndiyo. Sawa. Chiku ni mama mwenye familia, Chiku ni mama ambaye hana familia, Chiku ni mama mwenye watoto wangapi? Watoto wanafahamu hayo? Hanifa ama Chiku? Twende kwa Hanifa sasa. Hanifa. Hanifa mimi ni mama mwenye watoto wawili. Ambaye mtoto wangu wa kwanza ni wa kike. Sasa hivi ana miaka 18 na yuko chuo sasa hivi anasomea udaktari mwaka wake wa kwanza. Hongera. Asante, nashukuru. Wa pili ana miaka 6, yuko darasa la kwanza. Kuna distance kubwa hapo kutoka miaka 18 mpaka miaka 6. Alikuwa chumba la kwanza. Anamsomesha mdogo. Na nimemwambia kwamba ukianza kazi Mungu akijalia basi huyu ndo mwanao wa kwanza. Nimempa majukumu mapema. Lakini umepambana, umemsomesha mtoto kufika level ya chuo. Miongoni mwa wasanii wachache ambao nimezungumza nao, wewe ni miongoni kati hao. Yaani nikwambie tu niseme Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa sababu nikisema juhudi yangu hapana, kuna Mungu. Na watu wote tunajua kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha. Na muombea Mwenyezi Mungu amjalie, amuondolee husda, afanye vizuri chuoni. Umeona ndo mwaka wake wa kwanza, kwa hiyo dua nyingi sana nazifanya za usiku na mchana. Tulimsomesha kwa pesa zetu za sanaa na nyimbo ama? Ni kweli. Sanaa, nyimbo na kibanda changu pia ambacho kinanipatia riski senti 2-3. Kwa hiyo vyote hivyo nikivichanganya basi kusomesha chuo nafikiri unaelewa. Ni tabu sana, hamna boom, hamna nini kwamba nalipa ada, kula yake ni juu yangu, akinywa maji basi ujue imetoka kwa mama, akilala na njaa basi ni mimi mama ambaye yani kila kitu ni mimi. Wewe ni mwanamama ambaye unavaa kofia nyingi, kofia ya uigizaji, kofia ya uimbaji, lakini mwanao ni tofauti kabisa, yupo kwenye elimu ya udaktari. Ukutamani akae huku ama ni Mungu tukapanga ama ulikusema mimi sitaki mwanangu akae huku ambapo mimi nipo? Kiukweli unajua kitu kikiwepo ndani ya damu, hata mtu aje akukataze vipi inakuwa ni shida. Lakini soma kwanza, fanya kile ambacho unachokiona wewe unakitaka. Hayo mengine yakija basi sawa yaje tu, lakini kwanza uwe na ujuzi wako, uwe na kazi yako ambayo hii yani hii kwamba mimi nimesoma nimefikia hapa. Kwa hiyo kama ukitaka kuja kuimba baadaye, ukitaka kuja kuwa muigizaji kama mama, hiyo ni wewe sasa. Lakini kwanza mimi ninachokitaka elimu kwanza upate, kazi yako ya kudumu upate. Ingawaje sanaa sio kwamba sio kazi ya kudumu, ndio ambayo inamsomesha sasa hivi mtoto. Sio, unanielewa? Lakini kwanza mimi nimetaka anzie kule. Na ndiko ambako yeye alipokuwa anapataka. Lakini ipo siku tutarajia naye kumuona huku. Simuoni kwa kweli. Kwa yule mtoto wangu wa kwanza simuoni, ingawaje sikukuu ya mfungo 3, sikukuu ya kwanza alikuja nyumbani. Kuna kitu alikiimba, nyimbo za wenzetu huko nje. Nikamkuta kuna njia fulani kaitumia ambayo sijawahi kumsikia hata siku moja. Nikamwambia rudia, akarudia tena. Nikasema wewe kama maji yanafuata mkondo. Yaani nilimuona kuna mlindimo fulani, kuna testi ladha zote nilimsikia ambayo tangu ni mzae sijawahi kumsikia. Na yeye sio mpenzi wa utaarabu, yani mziki yeye mambo ya nyimbo za Zuchu ndo anapenda, Nandi ndo anapenda, Bongo Flava kwa kifupi. Yeye ndo anapenda kusikiliza, lakini anaimba kama vile shabiki tu kwamba wa nyimbo hizo. Lakini sijawahi kumuona akiimba kwa ile ladha ambayo nimemsikia, sijawahi. Kwa hiyo amenishtua kwa kifupi. Nikamwambia wewe naomba uondoke chuo. Baba yao lakini yupo? Huyo babake amefariki. Amefariki. Muda mrefu sana au hivi karibuni? Amefariki tangu anaingia la kwanza. Huyu ambaye yuko chuo? Huyu yuko chuo amefariki tangia anaingia la kwanza. Kwa hiyo huyu wa pili babake yupo. Ambaye upo naye hadi leo? Nipo naye sipo naye.
Washabiki wanaweza katamani wafahamu huyu Hanifa ni mke wa mtu au sio mke wa mtu? Hapana, mimi sio mke wa mtu, na huyu bwana ambaye nimezaa naye, na kusema bwana kwa sababu mume si ambaye amekutolea mahari amekufanyaje, nimezaa naye tu lakini sina mahusiano naye. Sina mahusiano naye. Sawa, hivi kuna watu ambao wamekuona tu kuanzia kwenye hapa kwenye Kombolela. Olivia ulikuwa msanii tangu kitambo au ndo kazi yetu ya kwanza Kombolela? Kwa upande wa uigizaji mimi Kombolela ndo nani yangu ya kwanza kabisa. Yani pale ndo nyumbani kabisa, yani ndo mara yangu ya kwanza kabisa. Ila wakati nimemaliza safari yangu ya sanaa ilianzia shule ya msingi. Shule ya msingi nilikuwa nashiriki michezo mingi sana. Mimi sikuwa nikilala. Nilikuwa nakimbia mita 1000, mita 2000. Wakati ulikuwa mwembamba mwili wao. Mwembamba mrefu. Nilikuwa mchezaji netball, tena nilikuwa nafunga magoli. Mimi nimesomea Pwani, Rufiji. Shule moja inaitwa shule ya msingi Azimio. Ikwiriri ndo kwetu. Umeona, kwa hiyo nimesoma pale shule ya msingi Azimio la kwanza mpaka la 7. Unajua ilikuwaje mpaka nimeenda kule? Kipindi hicho nilikuwa wakija wageni napenda kulilia. Si unajua watoto nalilia, afu anazungumza habari za Rufiji. Rufiji ndo wapi? Rufiji ndo wapi? Na mimi nataka niende Rufiji. Yani wale wageni mpaka wanaondoka, mimi huku nishalia sana. Umeona? Kwa hiyo sasa nikakuta yani bibi yangu naye mza baba akija nalia, nataka niende Rufiji. Jamani, nendeni naye. Sasa nilipofika kule nakuta na dekezwa vile. Jamani, mwanzisheni chekechea huko. Nimesoma chekechea. Haya sasa unataka kuhamisha wazazi wako, wanataka kuchukue. Mie bado napahitaji, yani yale malezi ya bibi na babu niliyapenda. Umeona? Najikuta niko la kwanza. La kwanza ilipofika la 5 nikataka kuhamishwa. Mimi sitaki. Jamani basi mwacheni amalizie. Nikamaliza mpaka la 7. La 7 sasa ndo mzazi wangu babangu akasema hapana, sekondari uje usomee huko. Kwa sababu mazingira ambayo yalikuwepo kule, babangu mimi alikuwa alhamdulillah alikuwa na uwezo. Kwa hiyo mazingira aliyotengeneza kijijini sijaona utofauti na huku Dar es Salaam. Umeona? Kuanzia nyumba, maisha mazuri. Kwa hiyo sikuona sababu ya kuondoka. Alafu mimi nilikuwa mjasiriamali pia wakati niko mdogo. Unauza nini umri huo? Mimi bwana kijijini pale, yani unajua ile tuseme sio wenye uwezo, ni familia ambayo yenye uwezo. Mimi ilikuwa inashika namba 1 familia yetu. Hivi kina nani, familia gani pale? Maana naifahamu. Pita au Mpeta. Kwa hiyo mimi yani nyumbani pale nikishuka tuna Nyampeta yule anakuja, Nyampeta yule, yani mimi ni Nyampeta. Ndio uko wetu. Mpeta, Mpita yote unaita. Kwa hiyo sasa babangu akanua TV kubwa sana. Kipindi hicho nakumbuka kina Yondo Sister. Umeona? Alinua TV kubwa, akaweka na antena pale. Kipindi kile mambo ya cassette, mambo ya nini ile VHS. Umeona? Kwa hiyo kanda zikawa zimekuja nyingi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naingiza watoto wanaenda kuokota korosho huko, wakiingia pale wanaingia kwa shilingi 50. Unatoa 50 unakuja kuangalia video, yani ni video tunaita. Na kusanya hela. Kwa hiyo mtu ambaye hana naambia utanilipa pesa yangu. Nitakulipa, sijauza korosho, naambia haya pita. Umenielewa? Kwa hiyo nimefanya sana hizo biashara, na pia nilikuwa yani sijui yani mimi ni mtafutaji wa hela. Mimi nilikuwa mpaka nauza togwa hizi za mabibo. Unanielewa? Walikuwa wanakuacha vipi sasa? Familia umesema ina uwezo, alafu ni kijana mdogo. Yani hiyo ni mimi mwenyewe tu. Familia ina uwezo lakini ni mimi mwenyewe tu. Yani nilikuwa napenda kuwa na changu. Nilikuwa napenda kuwa na changu. Wakati mwingine mzazi anaweza akawa na hela lakini akakwambia mimi sina. Hiyo tabia hata mimi ninayo. Binti yangu huyu mdogo mara nyingi akiona kitu nje, mama nataka labda ice cream imepita, naambia sina hela. Ni kwa nini? Sio kila muda nijue kwamba yeye ajue mimi nina hela. Muda mwingine ajue kwamba mama hana hela. Umeona? Kwa hiyo na mimi nahisi walifanya hivyo kwa ajili hiyo. Kwa hiyo sasa nikaona watoto nawapeni shilingi 1000 kipindi hicho ni nyingi sana. Kanichumieni mabibo. Unajua ile mabibo ya korosho. Wanaenda wanachuma. Wakishachuma wananiletea mimi, zile natengeneza togwa. Unaelewa? Natengeneza togwa, naweka kwenye friji, wanapokuja kuangalia video wakati huo washatoa 50 na 50 togwa.
Sio, unanielewa? Kwa hiyo nilikuwa na change zangu. Alafu sasa nikienda shuleni mida ya saa 4 kuna watoto ambao hawajiwezi kiukweli. Yaani wanaona kabisa ni saa 4 iko wapi, wanakuja wananisubiria mimi, natoka darasani tunaenda tunakula vitafunio vinini na wapa wale watoto ambao hawajiwezi. Ndivyo ilivyokuwa natumia pesa zangu. Maisha ambayo umelelewa kipindi kile, familia na uwezo, unafanya biashara vidogo vidogo kuza hiki na hiki. Unahisi imekusaidia mpaka kuwa huyu mama sasa hivi ambaye analea wanawe pasi na kuwa na baba yao? Mimi imenisaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kikubwa sana, ingawaje nilipotoka kule sasa maisha kule nimeachana nayo, nikaja huku Dar es Salaam, nikawa sifanyi chochote zaidi ya kumtegemea baba. Sijui umenielewa. Nimemtegemea baba, lakini nilipomaliza sekondari babangu sasa akawa uwezo hakuna. Babangu mimi alikuwa anafanya kazi bandarini. Kwa hiyo kukawa hakuna uwezo, kusomeshwa ikawa ni shida. Kwa hiyo tukaishia kwenye form 4. Umenielewa? Lakini baada ya hapo sisi tulikuwa ni watoto wa geti kali. Yaani kwamba umekaa nje ukisikia tu sauti ya gari ya baba yetu zote tulikuwa tunazijua. Yaani kuna gari ambayo haina sauti, unasikia tu yani hiyo baba hapo anakuja hapo yani. Mbio ndani, na akikugundua utamueleza kwa nini ulikuwa umekaa nje. Umeona? Kwa hiyo hatukupata fursa ya kufanya kitu cha kwetu kwa muda mrefu sana. Baada ya hapo niliolewa, ndoa yangu ya kwanza. Nilivyolewa nikaachika. Nilivyoachika nikaolewa tena. Baada ya kuolewa hapo bado maisha siyajui sasa. Umeona? Sasa baada ya kuachika na mzee wangu kufariki, ndo maisha sasa nikaa najua kumbe nini maana njia, nini mtu ana struggle, mtu ana kwa hivi mzazi alikuwa tunakula asubuhi mchana na jioni, ili kuaje. Hapo sasa ndo maisha yakawa yameanza. Mapito, hakuna binadamu asiyepitia mapito. Mapito yapo, nimeyapitia kama binadamu mwingine, na kosa hela muda mwingine, na kosa yani unakukuruka unafanya hiki lakini unakuta pesa yani kama vile imeota matairi. Umeona? Yani mapito nimepitia. Ilikuwaje sasa ukaingia kwenye muziki, ama bila shaka umeanza muziki kabla kuigiza? Kwa sababu mbona ni miaka 2-3 iliyopita. Ndio maana nimekwambia mimi nimeanza sanaa muda mrefu tangia shuleni. Shuleni nimeshiriki hiyo netball, nimeshiriki mbio, nimeshiriki kwaya, nimeshiriki maigizo, ngonjera. Yani mimi nilikuwa bendi master, napiga ile goma kubwa la wimbo wa taifa. Kike bendi master. Surprise. Yani hiyo ndio uelewe kwamba yani hivyo nimekabidhiwa, yani hii hapa yani wewe ndio utakuwa. Kwa hiyo mimi napiga, watu wanatamba. Unajua ile wanaenda shuleni kwetu wanatamba shule nzima. Mimi ndio ambaye nashikilia lile goma nalipiga. Wimbo wa taifa mimi ndio ambaye nilikuwa napiga shuleni kwetu. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa nachakarika na sanaa tofauti. Na nilipomaliza form 4, baada ya kuona kwamba mzazi wangu uwezo tena umekata, pesa zimekata, kwa hiyo mimi nikaingia kwenye, nikasema ngoja ni kivumbue kile kipaji changu ambacho nilichokuwa nafanya shuleni cha uigizaji. Kwa hiyo nikawa nimeingia kwenye vikundi vya uigizaji vya mafundisho vile. Tulikuwa tunafanyia hapa maeneo ya Somanga shule pale shuleni. Siku ya Jumamosi na Jumapili tunafanyia pale. Jumatatu tunasubiria Ijumaa labda jioni watoto wametoka ndio tunaenda pale. Kwa hiyo nikaingia mpaka kwenye kikundi cha Mama Sango Kipozi. Si unamkumbuka? Sango Kipozi alikuwa ni mtoto wa 2000 nini? Mbona umjui Mama Sango Kipozi? Ufuatiliaji. Sango Kipozi alikuwa ni mtangazaji. Alikuwa mtangazaji. Watoto wake ndio wale walikuwa Unique Sisters. Mama Sango Kipozi, wale Unique Sisters. Mama yao sasa alikuwa na grupu ambalo la uigizaji. Umeona? Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kufanya tamthilia kwa ajili ya kupeleka China, kwa sababu yule mama amekaa, hata wale watoto wake aliwazalia China, kama watu wanakumbuka na kumbukumbu hizo. Kwa hiyo lakini lile kundi halikudumu. Kwa hiyo shooting kesho kutwa kesho. Kwa hiyo tukaona ngoje tuache. Sasa nikajikuta sasa kila mtu ananiambia, "We, kwa nini uimbi? Mbona unaimba vizuri hivi? Hebu tafuta sehemu uende ukajifundishe, ukafanya nini hivi? Yaani wewe ni muimbaji kabisa." Kwa hiyo nilivyokuwa napewa moyo pale, maana mtani kwetu kidogo, unajua ukiolewa ukiachika kidogo, kama kuna mwanya fulani mzee anaweza akakuachia hivi, lakini sio sana. Kwa hiyo nilikuwa nyumba ya pili, kulikuwa na dada mmoja ana duka lake. Ikifika jioni kuna watu tunakutana hapo kama story nini hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanaweka taarabu pale, mimi naimba zile taarabu naziimba. Akatokea Ferguson. Unamjua Ferguson? Ferguson ni
ni mtoto wa Kinondoni. Mimi pia ni mtoto wa Kinondoni. Kwa hiyo ni jirani yetu, yani ni jirani kabisa. Akaniambia, Hanifa, kwa nini utafuti sehemu ukaenda kuna ni wewe muimbaji kabisa unajibana bana unakaa nyumbani. Yani kwa kuwa babako shehe basi na wewe unaogopa moja kwa moja. Alinipa nguvu na watu wengine pia walinipa nguvu, familia kuna dada zangu huko kijijini walinipa nguvu na walisema kwamba kuna kipindi wakati niko mdogo, mimi sikumbuki hiyo kauli lakini wao wanaongea. Nilisema kwamba mimi nitakuja kuwa kama Hadija Kopa. Umeona? Kwa hiyo nikaenda East Africa Melody. Nikawaambia nini dhamira yangu wa kwenda pale. Kwanza kabla ya kwenda Melody nilienda kwenye harusi ilikuwa inafanyika vijana pale kipindi hicho kabla haijabomolewa. Kulikuwa na bendi ya Melody, East Africa Melody wanapiga pale. Kwa hiyo nilivofika pale nikamkuta Biafua Suleiman ndo anaimba. Yeye kipindi kile ndo Utalijua Jiji ndo so Utalijua Jiji bisho nyimbo yake Nalijua Jiji Hadija Kopa Nalijua Jiji yule Utalijua Jiji ya Afua Suleiman. Umeona? Kwa hiyo sasa nikamuonyesha ishara, mama ukishuka na kuomba tuongee. Yule mama akanielewa. Alivyomaliza pale kuimba alikuwa na ujasiri. Yes. Yaani ukiwa na kitu unakitaka utakifanya. Utakifanya. Kwa hiyo unajua tena kipindi kile wao mastaa pale kuna Rukia Ramadhani, kuna Hadija Yusuf pale, kuna nani. Kwa hiyo sikuogopa. Yaani Mungu akiamua sasa kiwe kinakuwa. Yule mama alishuka chini kabla hata hawajashuka wao watu wote. Alipomaliza kuimba akanifuata. Nikamwambia mama mimi naitwa Hanifa. Nahisi na kipaji cha kuimba lakini sijui nafanya nini. Yule mama akaniambia basi shika namba yangu. Nikachukua namba yake akaniambia sisi tuko Magomeni Kagera, mtaa fulani, wewe njoo pale kila Jumatano huwa tunafanya mazoezi. Kwa hiyo nilipofika Jumatano nilikuwa na kama inachelewa. Nikatoka Kinondoni nikaja Magomeni. Nimefika pale kweli nimeona wanafanya mazoezi. Nikafika pale Afua Suleiman akasema jamani huyu ni msanii ana kipaji cha kuimba lakini hajawahi kuimba bendi yoyote. Wakasema uko tayari kwa interview? Nikasema sawa niko tayari. Wimbo gani unaimba? Wote ambao ni wa Melody, imba wote. Nikachagua Kipendacho Moyo ambao huo wimbo aliuimba Mwana Hawa Ali na Kipendacho Moyo. Wakaniwashia biti kwa sababu interview ya muziki ni wanakuwekea vyombo live pale. Kwa hiyo walinikuta nimeenda na biti vizuri. Kuna makosa madogo madogo kama ni mwanafunzi. Umeona wimbo nimeuimba vizuri, nimeenda na biti vizuri ila kuna vitu vidogo vidogo kama ladha, kuna vitu vidogo vidogo vilikuwa havipo. Wakasema huyu atatufaa kwa baadaye. Umeona? Kwa hiyo nikawa naenda mazoezini. Sasa wakawa wananikaribisha kwenye show zao. Kila Ijumaa tunapata pale hoteli Magomeni. Nikawa naenda ikifika mida kama saa 6 au mwanzoni naimba ule wimbo wimbo mmoja ukaja tena mwingine sijui hakuna tenda hakuna buzi hakuna tenda hakuna buzi naimba nakaa kwa mashabiki naimba nakaa kwa mashabiki. Sasa nilipotimiza mwezi mmoja wakaniambia sasa unakaa stage rasmi unakaa kwenye viti nyuma pale, kwenye viti pale yani msafu ile kabisa ya mbele nakaa. Kwa hiyo nikawa nakaa pale naitikia chorus naimba na mimi napewa chance nikawa sasa ni msanii wao East Africa Melody. Umeona? Imeenda nikabahatika kupata mume pale ambaye alikuwa ni director alikuwa anaitwa Lamania Shabani. Ndio alikuwa kiongozi pale kati ya viongozi wengine. Basi baada ya hapo tukaoana, tulivyoona ndio tukapata mtoto mmoja kwa sababu ile ndoa yangu ya kwanza sikubahatika kupata mtoto. Kwa hiyo ndio huyu mtoto ambaye yuko chuo ndio ambaye nimezaa naye huyo Lamania Shabani. Basi baada ya hapo hakutaka tena mimi niendelee kuimba. Alikuwa na sababu zake mwenyewe. Yani story inajirudia. yani kiukweli huyu Abduli historia yangu ya ndoa ni kama vile nilikaa naye nikamhadithia lakini hapana. Kwa hiyo alinikatalia kabisa. Kisa cha kunikatalia ni wivu wake kama mume. Alafu unajua East Africa Melody inapendwa mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo ilikuwa kuna kipindi kuna Waarabu wanatoka wengi sana Omani wanakuja pale. Kipindi hicho mimi niko mwembamba sana. Wanakuja pale kwa ajili ya kuangalia taarabu. Wakija
wanatunza sana. Sasa kuna Mwarabu mmoja alikuwa ni mwanaume, alikuja akaniweka dola kwenye nguo, yani kaingiza sehemu ya matiti. Ile kitu hakupenda yeye hata kidogo. Kwa hiyo ndo chanzo cha kuniambia mimi naomba, mimi yani madhali nimekuoa nataka ukae nyumbani. Niliheshimu maamuzi yake kwa sababu ni mume, nikaheshimu. Umeona, basi nikakaa nyumbani. Kaa nyumbani, Mungu kila kitu kina mwisho wake, tukaachana. Baada ya kuachana mimi nikaendelea tena na taarabu. Nikaenda Coast Modern Taarabu ambao ni ya Omari Tego. Nimekaa pale kama miaka mitatu. Nimekaa kwa Omari Tego kama 3 au 4. Baada ya hapo sasa ndo nikajiunga na Mashauzi, lakini nilikuwa ni muasisi. Umeona, Mashauzi Classic nilikuwepo pale. Baada ya hapo sasa nikaona kwa nini nisijitafute mimi kama mimi. Lakini kabla ya kujitafuta kuna bendi nilikuwepo inaitwa Kings Modern Taarab. Ilikuwa Mburahati hiyo bendi. Nikajiunga pale. Lakini wakati najiunga nasema kwa nini nisitengeneze nyimbo ya kwangu mimi kama mimi. Lakini huko kote nakopita sikuwahi kurekodi wimbo mimi kama mimi. Nilikuwa tu naitikia chorus. Haukuwahi kupewa nyimbo? Sikuwahi kupewa wimbo. Umeona, kwa hiyo nilipofika Kings nilipewa wimbo unaitwa Full Style. Nikaurekodi, alhamdulillah. Baada ya hapo sasa ndo nikaona nitengeneze cha kwangu ambao ni Makavu Live. Mwanzo wangu ndo ulikuwa huo Makavu Live, ikaja na Ufunga Mtaa, Stop Red Card, Shupambe. Mimi walevo nyingine, Sina Kazi Mbovu Mjini, Kuniwekea Vibunge ndo ambaye nimerekodi mwaka jana. Umeona, kwa hiyo kutoka mwaka jana nikawa sasa sina muda, kufikia mwaka huu nikawa sina muda kwa ajili ya Kombolela season 2, lakini nimepata kama muda hapa kidogo ndo nimerekodi huu wimbo Mwanangu Kazauzi. Sawa, tumalizie kwenye kipengele cha music. Tuzungumzie Shupambe kidogo. Moja kati ya nyimbo ambayo inapendwa actually, na ndio nyimbo ambayo hata kwenye account yako ya YouTube inaongoza kwa viewers. Una historia nayo ipi nyimbo? Historia yani mimi wakati na rekodi Makavu Live mpaka Shupambe nimejibana sana, sikuwa nimejipata, lakini nilikuwa na nia. Kwa hiyo nyimbo zangu karibia zote nimeziunga, yani unajua ile hela na hesabu inafika 500,000. Alafu nakaribia malengo na kuja inatokezea kitu. Kikitokezea kitu inabidi ukanyofoe pale ili ukiunge kule. Sio, umeelewa? Unaenda inafika 1,000. Alafu 1,000 hiyo kuna kitu kinatakiwa 600 pale itoke. Kwa hiyo mpaka kuja kutimiza kurekodi nimetumia kazi sana, lakini alhamdulillah hizi Makavu Live pamoja na Shupambe imenipa kazi sana. Imenipa kazi sana kiasi kwamba hata machungu yale ambayo nimeyapitia yamenipoza. Kuna namna moja ama nyingine imeniweka sehemu. Ndio. Sasa hivi umekuwa na ruti nyingi sana za kichama, kawaida, tuache na masuala ya chama. Tuseme kimuziki. Muziki tayari tuseme unaudai au tayari umeshakupa kile ambacho unahitaji, ama hiki ambacho unakipata kwenye muziki unahisi unastahili kwa sasa? Bado. Muziki niseme na udai, na wenyewe pia nafikiri unanidai. Wadau wangu naona wananidai sana. Yani lengo langu bado halijatimia, niseme hivyo. Lengo langu bado halijatimia, bado natafuta, kwa sababu muziki hauna mwisho. Muziki hauna mwenyewe. Yani muziki mtu yote anaweza kaufanya mradi uwe kweli wewe unataka kufanya muziki. Umeona? Na siku zote huwa ndo maana nabadilisha testi. Nimebadilisha testi kutoka kwenye taarabu. Mimi kuna miduara mingine nimefanya mpaka Baikoko mimi, lakini nilishirikishwa. Umeona? Sasa akitoa ruksa basi mimi nitautoa hewani, lakini nimefanya mpaka Baikoko. Na hata kama nikienda kwenye show zangu hizi ambazo labda naalikwa sehemu, kama kukiwa na Kigoma basi mimi huwa naenda nacho. Mimi naimba mpaka mnanda. Naimba mnanda. Yani full package, yani mimi sitaki njaa ya kizembezembe. Kwa hiyo pale kukiwepo labda kama kuna Kigoma basi mimi nitakwenda. Kuna sijui ile goma la kuchimbia chini mimi naenda nalo lile. Tarumbeta naenda nalo. Taarabu naenda nayo. Kwa hiyo mimi yani chochote kitakachokuwa mbele yangu naimba. Ulipotoka kwa Aisha ulipoondoka ukaanza kujitegemea mwenyewe, si ndio? Nikaanza kujitegemea mwenyewe. Nyimbo ya kwanza ilikuwa ni ipi?
Makav Live. Makav Live. Alafu ya pili na ufunga mtaa. Stop Red Card, ambayo hii ni Stop Red Card nimerekodi kwa Hadija Kopa. Ambayo sio ya kwangu. Lakini katika kuitaja tu na yenyewe imo katika listi ambayo imeniweka sehemu. Nilikuwa najaribu kufuatilia baadhi ya comment watu wanasema kama ile Stop Red Card kama kuna mtu kama ulikuwa unamsema hivi. Mimi kwa sasa kiniende straight kweli kile ambacho ulikiandika ulikuwa unamlenga mtu. Mimi hata nitoe nyimbo leo. Labda hii ambayo nani mwanangu kaza uzi ndio mtu anaweza kusema, lakini nyimbo zangu zote za mipasho, nyimbo zangu zote za madongo, nyimbo zangu zote naweza kusema za ugomvi. Umenielewa? Na sijawahi kurekodi wimbo alafu watu wasigombane shughulini. Sijawahi. Nitatumia hata clip watu wanapigana, watu wamepigana kwa sababu ya ule wimbo. Sio, umenielewa? Kwa hiyo najua kwamba ujumbe umefika na nyimbo yangu imepokelewa. Sio, umenielewa? Kwa hiyo ni hivyo. Ulishaye kugombana na Aisha Mashauzi? Hapana. Hapana, tuendelee maswali mengine. Maswali mengine yapo mengi. Mimi na mambo mengi sana. Lakini tunajaribu kukupa yale ambayo wadau wenu wanasema, sababu ninyi ni wasanii, afu kuna mashabiki wenu. Mimi nimeulizwa muda mrefu sana kiasi kwamba sasa hivi nimelikinai kabisa. Tuendelee mengine. Tuendelee mengine. Nimesikiza wimbo wako mpya wa mwanangu Kazabuti. Imekuwa Kazauzi. Hii Kazabuti imenikaa. Jamani, mbona usingesema mwanangu Kazabuti? Kwa nini mwanangu Kazauzi? Huyu mtu, huyu mwanangu Kazauzi ni kwamba yani alishafunga buti sana. Alishasemwa sana. Kavumilia. Mimi mwenyewe roho inaniuma japokuwa mwanangu anasemwa. Umeelewa, mwanaume akutaki, unajipendekeza, wewe ni kinganga, sijui hivi na hivi, utaki una shepu, una maneno yote ya duniani na matusi yote ya duniani. Mwanangu keshapewa. Kwa hiyo limekuwa sasa hivi Kazauzi. Sura nielewa. Kazauzi. Mshafanikiwa. Kuanzia kwenye utunzi ulipata msaada wa mtu yeyote ama kila kitu ambacho tunakiona mule ndani, idea kila kitu chako mwenyewe? Hapana. Mimi nimetungiwa na Hemedi Omari ambaye ni msanii wa Toti. Msanii wa Toti ndo alinitungia mimi, na kuna vionjo vingine vya kwangu mimi mwenyewe, kuna vionjo vingine Omari Ali naye yuko Toti. Umeona? Hemedi Omari ndiye ambaye alitunga ule wimbo. Idea kutoka kwangu. Lakini Omari Ali vile vionjo sijui nani namwaga mchele nimeitoa mimi mwenyewe. Namwaga mchele mwanangu, kwa mtoto wako unaposindikiza kuna mchele ile kiasili kabisa unawamwagia ile unatambika. Kama unatambika ni wewe mwenyewe. Sio, umenielewa? Kwa hiyo hao ndo watu ambao wamenisupport, na kinanda kapiga Amur Magur ambaye sana huwa anazunguka na mzee wa Ngenga. Ndo ambaye amenipigia kinanda. Umekuwa mmoja wakati wa wasanii ambao wapo straight. Nilitarajia ungesema nimetunga mwenyewe. Wapo wasanii wa hivyo, mtu anatungiwa lakini anashindwa kumpa mtu maua yake. Hapana. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Hata Mungu atani. Yaani kwa nini? Alafu unamuomba Mungu akupe riziki. Unamuomba Mungu, unakaa kwenye mswala alafu unakuja kuongopa? Hapana, siwezi. Na ufunga mtani nilitunga mimi mwenyewe, lakini pia nilisaidiwa na huyo Hemedi Omari. Shupambe Captain Temba chaga kwanza kuimba taarab, Makav Live katunga yeye. Umeona? Usimwache yule. Anakijua. Yule si ndo babangu kwenye sanaa. Babangu kwenye sanaa upande wa taarab. Tunafikiria siku moja na sisi tuwe na kundi letu kama unavyosikia Jahazi, unavyosikia Coast, unavyosikia East Africa. Shakuwa sasa hivi. Of course. Ila inshallah tuombe Mungu. Tuombe Mungu. Tuombe Mungu inshallah, kwa sababu taarab bado inapendwa sana. Inapendwa sana. Kwa hiyo niko katika kukusanya nyimbo kiasi kwamba sasa rasmi ninakuwa na bendi yangu. Naamua sasa rasmi mimi nakuwa na bendi yangu. Basi unakuwa na nyimbo zako za kutosha. Wakati uliposema taarabu inapendwa, lakini kuna watu wanasema siku hizi taarabu haipendwi. Mzee alikuwa hayupo kipindi kile, mzee alivyoondoka tu kaondoka na mashabiki zake. Hapana. Taarabu iliumba kidogo, upepo ulipita, mzee yupo. Watu wanasahau sana. Mzee yupo, taarabu ilishaanza kuyumba. Mzee anatoka katika game, mziki ulishaanza kuyumba tu. Umenielewa? Lakini unayumba katika mashow. Lakini mtaani uko pale pale.
Hebu niambie shughuli gani itakaowekwa hapo mtu akaweka taarabu, asiweke taarabu? Ndio ujue kwamba taarabu bado iko pale pale, ila upepo tu, na upepo unakuja kwa sababu sisi watu wa taarabu hatujui kujiongeza. Sisi watu wa taarabu tumezoea kutafuniwa. Umenielewa? Lakini hatujui ile kwamba naweka nguvu zangu mimi hapa. Hatuchezi na media. Hatuchezi na mambo ya internet. Kwa sababu ili uingie YouTube lazima uwe na bando. Umenielewa? Hatujishughulikii. Wenzetu wanafanya mpaka challenge. Sisi hatufanyi. Mambo yamebadilika. Wanajua tu kama yale kwamba ukienda Kariakoo utakutana na ule Muhindi pale atanua ya mambo ya cassette ishaisha. Albamu nyimbo 4 unauza? La siku hizi hakuna. Nyimbo yako moja inaweza kukupeleka sehemu fulani, lakini wewe mwenyewe juhudi yako unafanya challenge. Unajitafuta, unashughulikia. Hatufanyi hivyo vitu. Na wasanii wengi unaona tuliofanikiwa kupata majina tumebaki wale wale. Hawaongezeki kwenye taarabu. Kwa nini? Kama mnawabania? No. Wao wenyewe wanasubiria bendi iwepo, bosi anipe nyimbo, ni rekodi, nionekane. Hayo mambo yashapita. Jitafute we mwenyewe. Si umenielewa? Kwa hiyo ndo tumebaki wale wale. Utamkuta Hanifa, Vuvuzela, sijui Mcharuko, sijui nani Hadija Kopa, Hadija Yusufu, utakuja kwa Lela Rashidi, utakuja kwa huyu yani hivyo. Lakini kuongezeka na kuongezeki na sio lengo. Lengo huu muziki uendelee. Kwa hiyo tukibaki sisi binadamu, kuna muda sasa unakuwa umechoka, aiza labda sauti imekwisha ama labda maradhi. Mwenyezi Mungu ni nani, hatuna mihadi naye kwamba lini utakufa, lini. Nani ambaye atakayekuja kuendeleza hii taarabu? Hakuna. Nimesikiliza Mwanangu Kazauzi, imekuwa ni nyimbo tofauti na zile ambazo umeshatoa, Inshu Pambe, sio usinikalie vibonge. Zile nyingi zinakuwa za kuchamba chamba, lakini hii imekuwa kama ni nyimbo ya usia kwa binti yako ambaye anaolewa. Uliwaza nini mpaka ukasema anakuja kitu cha tofauti? Kwanza nimeangalia, nimeona hakuna nyimbo ambayo mama anamuhusia mwanae. Mama anampa moyo mtoto wake anapokwenda. Iwe kwenye taarabu, iwe wapi, tuseme kwenye taarabu, kwa sababu hii ni mduara, iko kama kibao kata fulani kimeingia. Kuna kibao kata kwa ndani kidogo, mduara kwa sana. Kuna kama vichembe vya taarabu kidogo, sijui umeelewa, vimetukio fulani. Umeona? Kwa hiyo idea nimeipata kwa mtindo huo, kwamba nimeona tu kwamba nishaimba sana mipasho, nishawaambia sana sijui mimi sigombani shughulini, mimi sifanyi nini. Sasa mama anataka muaga mwanae. Mama anataka kumpongeza mwanae. Mama anataka kumpa moyo mwanae. Mama anamwambia mwanae kwamba uko unakokwenda fanya kitu fulani. Kwa hiyo hiyo ndio. Wewe kila shughuli ya kuepeki, ukienda kwenye shughuli yako ukitaka mama kuongea na binti yake ipo, mtu kuchamba ipo. Hiyo kuchamba ndio usiseme. Huko yani sasa ustaarabu ndio unaanza. Maana yake yani nyimbo za kistaarabu nilikuwa sina. Ila sasa nyimbo zangu zina ujumbe. Zina ujumbe zote. Mipasho mtu unampasha, unampa dongo kweli, lakini na ujumbe pia upo. Sasa ilikuwaje sasa mpaka Abduli akakuona akakuita kwenye Kombolela? Sasa hiyo ni kwamba alikuwa anatamthilia Mama Kimbo. Mama Kimbo kulikuwa na scene ambayo inamuonyesha Bistar ametupiwa tarasimu uwanjani kwake, mlangoni kwake. Kwa hiyo sasa alivyoiona yani nazi ilikuwa na maandishi ya Kiarabu. Umenielewa? Ilikuwa na maandishi ya Kiarabu. Kwa hiyo alivyoona ile nazi akasema sasa mimi nishamjua ambaye aliyenitupia Kwa hiyo na mimi nakwenda pale pale saluni kwake, yani kama hapo saluni. Kaweka rusha roho hapo, yani kanichukua mimi na akasema mimi namchukua Jikela Chui. Kuingiza mule ni kipaji chako. Ni kipaji changu. Yani sasa ndo yote ni Mungu, kwamba kile ambacho nilichokiona mbona hiki tena akiwi, kila nikikitafuta akiwi na achana nacho, ndicho Mwenyezi Mungu akirudisha kupitia nini? Kupitia taarabu. Kwa hiyo nimeenda pale kwa ajili ya wimbo na ufunga mtaa, na nyingine sina kazi mbovu mjini niliimba pia. Pale mtaa ulikuwa ufungwe. Kwa hiyo mtaa niliufunga. Kwa hiyo ile nazi ambayo ilikuwa na maandishi ya Kiarabu ndo alikuna na akaichuja na akaitia kwenye maharage. Umenielewa? Huyo ndo Bistar. Kwa hiyo yani kamaanisha kwamba siogopi chochote. Kwa hiyo
ili nitimize lengo langu, basi huyu mtu mimi namfungia mtaa. Kwa hiyo akaona kwamba Hanifa ndo mwenye wimbo na ufunga mtaa. Nikaitwa. Baada ya kuitwa nikaifanya ile sini. Baada ya kuifanya ile sini, kumbe bosi kila kikaa kiangalia anaona kama kuna kitu hapa. Kama kuna kitu hapa. Akaniambia, Maidada, na kazi na wewe, ila tumuombe Mwenyezi Mungu. Nikamwambia sawa. Siku ya siku Abduli mwenyewe akanipigia simu akaniambia naomba njoo ofisini sehemu fulani. Nikaenda tukazungumza, akaniambia na tamthilia yangu ambayo inaitwa Kombolela, nilikuwa nataka na wewe uwepo. Je, ulishawahi kufanya chochote? Nikamwambia sijawahi. Ingawaje niliwahi kufanya demo inaitwa Tausi. Lakini sikuendelea tena. Nilifanya tu demo. Kwa hiyo Abduli siku ya siku kazi imeanza, basi tukafanya maelewano, nikaingia mzigoni, nikafanya. Kwenye saluni ya Mama Kimbo ulishia pale pale kwenye kufunga mtaa. Nilishia pale pale kwenye kufunga mtaa. Basi huko sasa unakuja kuvaa kofia usanii. Sasa ndo nimevaa kofia. Ulivyoingia ulihisi ni ngumu kiasi gani au rahisi, sababu hujawahi kufanya kazi? Sijawahi kufanya kazi, ilikuwa ngumu, sio kidogo. Kwa sababu kwanza kwenye kushika script ilikuwa sio kazi sana kubwa sana, ingawaje muda mwingine na kwa hapo ushike script karibia sijui ngapi, kwa muda huo unatoka hii unabandika hii unabandika hii, pia ilikuwa ngumu. Hapo unachoandikiwa pale ukisome kuanzia nyumbani kwako na unapofika nani kazini, ndicho ulichokiandikiwa pale ukitamke. Ilikuwa ni ngumu. Kuna sini nyingine ambayo ndio ya kwanza kabisa ambayo inafungua dimba, na ikumbuka, ambayo mama alikuwa ananilaumu, kwa nini hujajitahidi kukaa kwa mume, unarudi nyumbani, na hapa nyumbani kama unavyojua ndugu zako, makelele ya hapa mwanangu utayaweza? Marehemu Bikikala. Marehemu jamani, tushamzika Marehemu Bikikala. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana, lakini pale kuna wakongwe, na kumbuka kwamba Bistando ambaye alinichukua kule kwenye Mama Kimbo alinivuta pembeni, akanipa madini yote, akaniambia je, hapa fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, tafuta fanya, yani hisia zako zidondoshe hapa, yani hii ndo mara yako ya kwanza na hii ndo uwezi jua huko mbele itakuwaje. Kwa hiyo alinichukua tukakaa pembeni, akanipa madini. Sasa hivi ni rasmi Hanifa ni mwigizaji. Pia ni msanii mwimbaji. Sawa, natamani walau ni tuizungumzie tamthilia ya Kombolela kwenye maisha yako. Nini hasa? Maisha yangu halisi. I know, yani Kombolela yani kwako umekuletea nini? Useme ni tamthilia design gani? Yani Kombolela cha kwanza imenizidisha umaarufu. Kuna watu wengine nimegundua walikuwa hawajui Jikelachu ni nani. Pengine walikuwa wanasikiliza tu nyimbo zangu lakini hawajui. Kuna wengine mpaka nawaona kwenye comment, kumbe huyu ndo aliimba Makavu Live. Kumbe huyu ndo ambaye ameimba Ishupambe. Kwani Ishupambe ni ya kwake au ni ya nini? Kumbe ile Ishupambe ilishatokaga miaka kadhaa huko nyuma, lakini tukaitumia kwenye Kombolela ikaja ika hit. Kwa hiyo wengine wanasema hapana, kwani hii wimbo ndo kaimba yeye? Yani wanashangaa kweli kweli. Kwa hiyo ni moja wapo. Kingine uaminifu, kwamba mtu anakuamini, akupe kazi yake, akupe jambo lake. Mwingine anakuwa vile wanavyoniona navumilia kwa Dr. Basi, mtu anakuja kuleta malalamiko yake na mume wake. Na mimi kama wewe. Kwa hiyo yani mimi unakuta mtu mzima yani amenizidi mimi umri, lakini anakuja ananisikitikia. Umeona? Kwa hiyo unampa mawaidha ambayo umejaliwa na Mwenyezi Mungu, unampa, anaondoka pale anakuta kabisa yani yeye ni mwingine. Umeona? Kwa hiyo alhamdulillah mimi niweka sehemu kiasi kwamba hata kama nikitangaza biashara yangu, nikifanya kama biashara zangu ambazo nazozifanya, na dawa ambayo ya kuondoa ndevu. Umeona, hata mimi mwenyewe sio unaniona kidogo kama una alama. Tangazo la bure hilo, waambie. Umeona? Kwa hiyo umeona na alama ndevu. Yaani nilikuwa na ndevu kabisa, yani nilikuwa natengeneza kutokuishi maisha ya Kiswahili ukaenda kukutana na familia ile ya Mzee Kikala. Kama msanii hajakuia ugumu kusema haya mbona sija kuyaona kwenye maisha yangu? Hapana, kwa sababu na ndugu na familia, ukiachana na familia yetu na ndugu zangu wana maisha yale, si umenielewa? Kijijini kwetu sisi tuko karibia nyumba kadhaa zimezunguka ni familia, lakini hali sio moja.
Umeona? Na naenda nakula, nakutana na wanavyokula, nakula. Umeona? Kwa hiyo haikuniwia vigumu kwa sababu ndo maisha yetu wa Tanzania. Hata kama uishi vipi kwenye nyumba la fahari, lakini jua Tanzania yako kuna watu ambao wako kwenye hali duni. Kwa hiyo mimi haikuniwia vigumu. Nani ambaye anakukwaza kwenye familia Mzee Kikala? Mwadawa na Siwa. Mwadawa na Siwa wananikwaza sana. Yaani hawana fadhila, hawafadhiliki. Hasa Mwadawa. Jamani, kila ninachokifanya nifanye nini? Mpaka naambiwa mimi nimeiba hela mimi kwa Dr. Abbas. Kwa ajili ya kumnunulia kiti. Yani ninapofika pale mtu wa kwanza kumwangalia hela nampa yeye, mradi tu yani asubuhi akiamka apate riziki yake anunue anachokitaka, lakini nafanya kazi bure. Yani Mwadawa mimi ananikwaza sana tena. Ni nini ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwako, yani ukifikiria unaumia vile ambavyo Mwadawa amekufanya? Si ni nyingi sana, lakini ile ambayo hebu ngoja nifikirie kwanza. Sini ambayo, kwa sababu sini nyingi sana hapa zimepita. Sini ambayo nimefika na hapa nimemchukua baba naondoka naye. Alafu nawaambia kwamba jamani kaeni vizuri hapa na huyu mama. Akaniambia bwana tuachie na usia wako bwana, nipege mie hela asubuhi nipate cha kununua hata supu nile. Nimezee midonge yangu. Nimetoa pesa nimempa. Baada ya kumpa namsisitiza namwambiaje na kuombeni kaeni vizuri na huyu bwana wewe. Unatusisitiza muda wote na tupa mawaidha kwa hiki 5,000 chako. Jamani, 5,000 ndogo. Umekaa tu hapo kwenye kiti dada yangu. Bado ndani kuna vyakula nimevijaza chungu mzima. Bado hunioni. Yani kwa kweli Mwadawa mwisho wa matatizo. Yes, kaiba remote na charger. La. Anaenda kwanza maisha. Ananua vitu kidogo. Kobi si ndo changamoto yani sijui nimfanye. Afu ndo kaka wa kwanza kwenye familia. Natafuta simu yangu imeisha chaji. Namuuliza Taia, simu yangu imeisha chaji iko wapi? Ananiambia sioni. Moja kwa moja yani. Akili yangu imesensi. Akili yangu imesensi. Huyu ni Kobis. Kobis wa kuiba hivi kubwa lote lile zima ukilio limepanda kule. Wa kuiba remote na TV na nini na chaji. Hana TV wala hana simu. Ameenda kuchajia nini? Aenda kumwambia mume wake kwamba anaenda kumwambia mke wake kwamba eti jamani kidogo. Nimeanza kununua vitu kidogo. Alafu sasa yuko sitting room kwangu. Amejaza karanga kwenye mfuko. Jamani jitu zima lile jamaa mwezi wa Ramadhani. Anamwambia anamlazimisha Taia aende akamchukulie juice. Bahati nzuri anapompa juice na mimi niko pale. Kubwa jinga. Mimi kulalamika. Mimi yani ya Mungu yule yani. Tukae umempa hela biashara akafanya mambo ya ovyo. Leo. Ameniomba nimesema labda yani ile nimempa kwamba ajishikize kwanza pale. Wakati huo mimi nilikuwa namuhangaikia afanye kitu kingine. Kachukua hela kaenda kalewa anavyojua yeye. Karudi kafungwa yani boda kamfunga ili wafike salama. Jamani mimi sina ndugu. Mwisho siku ataisha lini haya mambo? Hii familia imekwaje? Dua kumwombea mama azisaidii. Hata sijui nifanyeje kwa sababu kama dua tunafanya kwa sababu hata Mwenyezi Mungu kasema situfanye kafara kwa ajili ya usalama wa ndani tumechinja. Nimeleta mbuzi. Kaiba nyama yenyewe. Kobizi kaiba mifuko 2 kidogo na mkewe. Ni familia. Sasa kama ni kafara kwa ajili ya kwetu sisi ili Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi ndani. Ile nyama inatakiwa ende kwa watoto yatima au kwa majirani, unge sadaka usile wewe. Wao wamechukua wameenda kuchoma ndani mtu na mkewe. Huku tena akina Mwadawa wameenda wamechoma ndani. Naenda pale na wauliza mbona mnachoma nani nyama ndani tena mwezi wa Ramadhani. Ndio kwanza wananingonga. Nifanyeje? Yani mimi nina hasara. Na hasara sana. Ninachokiomba kwamba yule mzee asife. Manake atakufa kwa pressure. Alafu ndo tegemezi langu yani. Ndo msiri wangu ndo mambo yangu namwambia yeye.
Ila Madi ni sipo vizuri kidogo. Kivipi? Sometimes mnashauriana na kuja mnaongea. Tunashauriana ndio, lakini mzazi ni mzazi. Mzazi ndo ambaye wewe unamwambia la kwako la rohoni. Japokuwa yule ni baba na sio mama, lakini kuna baadhi ya mambo nitayaficha, mengine nitamwambia baba. Ndiko kwenye ulisi pale wewe na Madi na Cholo walau. Sasa mimi kile kitu alichokifanya baba pia sijakipenda. Umeona, kwa sababu sisi wote ni watoto. Unaogopa kulogwa. Lakini dhamira ya baba mimi kama nimeielewa kwamba yani ni hizi mali tuzishike tu, kwa sababu wale muda wote wanaweza kufanya chochote. Kwa hiyo ikiwepo kwangu mimi itakuwa kwenye usalama zaidi, lakini pia imeleta tafrani. Yani baba kazidisha, yani baba kwa kweli pale kakosea. Kazidisha, yani hali ile tu hatuna mali tulizogaiwa tangu hapo mwanzo, na misukosuko naipata kila siku. Mimi napigwa vita kila sehemu. Napigwa vita kwa mke mwenzangu. Basi ananipiga vita. Narudi nyumbani pia labda nipate faraja. Narudi nyumbani pia nasemwa, natetwa mie, nasimangwa mie, sina ninachokifanya mule ndani, yani chiku wewe mmoja. Pole. Mimi na tafrani. Bwana mimi nashukuru kwa muda wako, tumezungumza mengi. Walau sasa watu wapate ile utamu wa Mwanangu Kaza Uzi. Tuwape utamu and then tuambie nyimbo yetu kwa sasa ipo wapi na jinsi ambavyo unaweza kuipata. Na nini ungetamani kutoka kwa washabiki zako ama kwa Tanzania wakufanyie kuhusiana na hiyo nyimbo? Nianze kuimba? Tupe radha. Mwanangu shika haya maneno nayo kwambia, undo wangu husia yapaswa kuzingatia. Hakuna sokwana kwake hata nyokana kwake porini. Mwanangu na heshima ya mwanamke umpate wa kukuweka ndani. Uzao wangu wewe hakuna sokwana kwake hata nyokana kwake porini. Mwanangu na heshima ya mwanamke umpate wa kukuweka ndani. Binti yangu wewe. Nyimbo inapatikana wapi? Hii nyimbo sasa hivi tayari iko Audiomack tayari, na YouTube nafikiri mpaka sasa hivi itakuwa tayari. Inaitwa Mwanangu Kaza Uzi. Ina maudhui mazuri, mashairi mazuri, yenye kujenga, yenye furaha, masikitiko kidogo, huzuni ipo. Yani watu watacheza, kuna ngoma zimepigwa humo za maana. Yani mimi nasema watu wapakue tu. Wapakue ili wajifaidie. Anasema watu wapakue ili wajifaidie. Mmoja kati ya wasanii ambao tunafahamu uwezo wake wa kuimba na tunafahamu uwezo wake wa kuigiza. Kubwa zaidi kwa kuzungumza kuhusiana na maisha yake, tumezungumza kuhusiana na uigizaji wake, lakini muda huu ana nyimbo ambayo inaitwa Mwanangu Kaza Uzi. Nyimbo ambayo tayari imeshatoka, ipo Audiomack. Kwa wewe ambaye unafahamu Audiomack, nenda ka stream huko uweze kufanya kile ambacho unaamini kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport. Lakini kwa wewe YouTube nenda katazame, ka subscribe, nenda ka like, ka comment kwenye YouTube channel yake. Inaitwa Anifa Jikela Chui kama sikosei. Lakini kuna YouTube channel nyingi nimeona. Hii haikuletei shida? Yani kwanza kama huyu Marijani Sempa huyu mimi ananikwaza sana. Nyimbo zangu za taarabu kuanzia Makavu Live mpaka na Ufunga Mtaa Stop Redigadi Shupambe mimi walevo nyingine sina kazi mbovu zote kaweka kwenye YouTube yake. YouTube yako ina watu wangapi mdau? Sijaangalia kama na 1 week. Hebu naomba niangalizie hapo. Niangalizie haraka haraka. Tutazame ambaye tuambie watu sehemu sahihi ya kwenda kuangalia. Hata 1400. Bwana, kama unaweza kuzoom hapa. Kwa wewe ambaye unatamani kumsupport Anifa Jikela Chui, nyimbo yake inapatikana kwenye YouTube channel hapa. Anifa Jikela Chui na watu 4.44 kama sikosei, kwa maana kwamba watu 4.4K. Kama wataongezeka maana yake watu wameongezeka kuanzia hapa, lakini nenda katazame kwenye YouTube channel ambayo ndio sahihi. Wapo watu wengi ambao wanajipatia chochote kupitia kwenye nyimbo za watu, lakini kwa yeye anasema nyimbo yake ipo hapa. Tayari? Okay, kimezima. Yani na mimi unaiona? Hii hapa hii.
Sawa. Na wewe? Mimi nilikuwa naomba tu kwa sababu wapo watu ambao wamechukua wengi tu nyimbo zangu wanaziweka kwenye YouTube zao kiasi kwamba kwenye akaunti yangu nikiwa nataka kuzishusha zile naonekana kama mimi ndo mwizi. Hasa wewe Marijani Sempa, huyu ambaye ni Mkenya huyu, wewe Marijani, dawa yako iko jikoni na chemka. Yani utakuja kunilipa mpaka ile ambayo tone langu la kwanza mpaka la mwisho ambao jasho langu utalilipa. Utalilipa tu. Bana, mengi tumeyazungumza. Kubwa zaidi usisahau kufanya kile ambacho unaamini, kwa kufanya hivyo utakuwa unamsupport Hanifa. Anaimba. Hanifa Jikila Chui ndiye jina lake la kisanii. Nenda kwenye YouTube channel, nenda kwenye Instagram, nenda kwenye TikTok, nenda kamfollow, nenda kusubscribe, kafanya vile ambavyo unaamini utakuwa unamsupport. Mengi tumeyazungumza, lakini kubwa zaidi usisahau kuacha ujumbe wako kwa chini hapo kuhusiana na haya ambayo tumeongea. Nenda kaseme vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wake ama na uimbaji wake. Kama kuna namna yote ambayo pia anakukwaza, usisahau kusema. Nenda kaseme pale, hivi ulivyofanya hivi mimi sijapenda. Msafara wa Mamba na Kenge wakose. Huenda akabadilika kwa hiki ambacho wewe umekisema. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Kuna kitu ambacho umesahau? Jamani, hapa ndo saluni yangu ambayo nakuja. Jamani, nafanya steaming, sio nini, kibinti changu hiki hapo ndo ambacho kinanitengeneza. Karibuni sana. Tandale, si ndio? Tandale. Karibuni sana. Thanks for watching.